Buba Jammeh. Yale magari yamekata center bolt yale ya Mbagala yale mahicha yale. Kwa hiyo akiwa anakuja yale upande wa nyuma huku nyuma kwenye kiuno cha gari imekaa pande hivi. Kwa hiyo unakutana nayo ile lenyewe limekaa hivi ndio Buba Jammeh. Kwa sababu Buba yule alifunga tu kwenye mechi ya Confederation, si ndio? Ile mechi ya CRDB Federation Cup. Ili tokea tu akawaotea, akawaokota, akawawasha. Polisi Tanzania wale. Sio mchezaji wa kucheza Yanga. Just a normal player. Mchezaji kama yule wapo wengi kwenye ligi yetu. Sasa mfano mtu kama Chobwedo. Lile Chobwedo Buba mmoja. Yaani yule Chobwedo mmoja ni sawa na Buba 7. Sasa mnashangaa. Chobwedo mlimuonaje? Au nyewe mnaona ile madevu mnamchukulia pole jamaa? Chobwedo aliwachukua Simba juzi. Aliwachukua Simba. Adondoka mwenyewe. Chobwedo alimfanya au dribble zimekuchanganya. Ani Teura unajua hajaonekana mpaka baadaye Chobwedo alivyochoka. Unajua Chobwedo alikuwa anacheza mwenyewe pale uwanjani. Wenzake wote wako hoe hai, lakini Chobwedo alikuwa anawasha moto. Kwa hiyo ukiangalia asilimia kubwa ile Chobwedo lile likienda Yanga. Panga pangua. Hana anamweka benchi Chobwedo pale. Yule Buba Jammeh atasotea gomba. Yaani pale kwa Chobwedo hawezi kucheza kabisa. Kwa kwangu mimi Chobwedo mmoja ni sawa na Buba Jammeh 7. Na yule Chobwedo, yule Buba wako wengi sana kwenye ligi yetu. Yule Chobwedo ni mmoja. Haya Selebwenzi. Yule Buba anamweka Selebwenzi benchi. Selebwenzi alomfunga Diara hapa na Mbagala. Wewe umesahau? Nakumbuka. Si ndio? Yule pale, lakini haya Muesa yule aliwafunga ile goli kona. Na Buba wako wengi. Ni kwamba sisi wabongo tuna tabia moja. Hatupendi kuwa pride wachezaji wetu tulionao. Yaani wachezaji wetu wachukulia wa kawaida. Kama tu nimekutana na Suma, hapa na kawaida tu, nimekutana sijui na nani kawaida tu. Lakini sisi lai tungekuwa tunajua kwa promote wachezaji wetu leo, tusingekuwa tunaangalia kina Mabuba kina nani hao, wa nini sasa? Hawa kwetu tuwape nafasi. Kwa hiyo mimi kocha, Chobwedo, yule Chobwedo yule akienda Yanga, lazima yule. Kwa kipindi kile na watu wako majeruhi. Nchecheme, Chobwedo anawasha sana. Na alisema juzi kwamba mimi timu yoyote ikileta pesa mezani napiga mzigo. Na ukiona wachezaji wapo kwenye kikosi alafu hawafanikiwi kufanya vizuri, shida ni kocha. Kwa sababu Yanga ni kweli wana majeraha, wachezaji wengi wana majeruhi. Lakini majeruhi ya Yanga haiwezi kusababisha eti Yanga hiyo ishindwe kuogopa leo. Yanga ametoka sare 5 brother na sisters. Yanga ametoka sare na Mbeya City. Si ndio? Yanga ametoka sare na Azam. Yanga ametoka sare na Simba. Yanga ametoka sare na TRA. Yanga ametoka sare na nani? Na Mtibwa Sugar. Sare hizi 5. Katika pointi 15 Yanga amechukua pointi zake ngapi? 5. Pointi 15. Si sare moja. Sare moja. Katika mechi ngapi? Mechi 5. Sare pointi 5. Katika pointi 15. Pointi 10 zote amezitupa. Waachia. Hiyo ni timu ya kushindani kweli. Kwa hiyo kocha pale dhahiri shahiri kocha hana mbinu. Kocha anakaba. Yaani kocha anacheza na Mtibwa anakaa low block. Serious? Yanga anacheza na TRA, Yanga anaomba mechi ishe. Uweshe kuona wapi wewe? Kisa eti unajificha kwa kichaka cha majeruhi, sijui wachezaji wangu majerani mengi, sijui na nini. Na nikwambie tu, unaposema majeraha ya wachezaji anawasumbua. Kikosi kinaruhusiwa kusajili wachezaji 30. Si ndio? Kwani wameumia wote? Ameumia nani? Job. Ameumia Baka. Depo ameumia juzi tu. Ya Depo ni juzi tu dhidi ya Mtibwa ndo hajacheza na TRA. Si ndio mechi 2 tu lakini zote si alikuepo? Lakini sare hazikuepo. Haya, Mzize ni msimu mzima, si ndio? Boka sawa, lakini ukiangalia eneo la ulinzi yuko Job, yuko Mwamnyeto sasa hivi, yuko na Asink. Lakini upande ule Boka ameumia, yuko Zimbwe. Ukienda juu pale kiungo kimekamilika. Eneo la ushambuliaji Dube alikuepo, ni juzi tu kwenye TRA ile mechi ndo aliumia, si ndio? Kwa hiyo ukiniambia majeraha ndo yanapelekea yote, mimi bado nitakukatalia kwa sababu kikosi kinapaswa kusajili wachezaji 30. Sasa kama utasajili wachezaji wao kimiemko na utasajili magarasa, basi Yanga labda watuambie wachezaji waliopo ndo bora, hao ambao wachezaji ambao wako kwenye kikosi ni magarasa, wale walioko ambao wamepata majeruhi ndio regular starter wa timu yao. Yaani kwa maana wale ndio wachezaji wa afya timu na wale ndio wachezaji wenye quality. Kwa maana hao waliopo sasa hivi ni magarasa. Ni mashudu. Alafu wale sasa walioumia ndio wachezaji ambao wakutegemewa na Yanga. Kwa maana walifanya usajili vibaya katika usajili wao. Walileta wachezaji ambao hawana viwango vya kuchezea klabu yao, and that's why wanalalamikia majeraha, majeruhi ya wachezaji na vitu kama hivyo. Mimi point yangu ni kocha. System ya uchezaji wa Yanga imeharibika. Kwani uone? Yanga zamani walikuwa wanacheza na mawinga. Wanamwaga maji, wanakimbia kushoto na kulia.
Alipokuja Miguel Gamondi, Nabi akataka kucheza high pressing, kwa maana timu yangu nataka icheze possession game, ipossess kweli kweli, alafu tuwavuruge tuwafunge. Lakini amekuja huyu Miguel Gamondi anataka possession game ambayo imeambatana na counter pressing, ambapo tunafanyia counter attack pressing muda wote tuko kwenye lango lako hapo nje ya 18, unatoa utoi, si ndio? Sako la nyani linapigwa pale. Sasa huyu jamaa amekuja anacheza defensive game. Yanga hivyo mbaya kuiona wapi? Yaani Yanga timu imechukua ubingwa zaidi ya mara 30 wa ligi. Ni timu ambayo ina unbeaten nyingi kuliko timu yoyote. Hadi sasa hivi Yanga hajafungwa, sio? Watu waongei, lakini kocha amekuja amefanya timu imekuwa wazi, timu imekuwa uchi. Yanga wako uchi sasa hivi. Wako uchi. Timu inakaa nyuma muda wote. Si ndio? Timu haitishi, yani timu haishtui. Walifungwa na Simba. Si ile tu wamebebwa. Mpaka maamuzi alifungiwa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri huyu kocha alioletwa Abdi Mwalin ameletwa kwa ajili ya kwenda kumuondoa Pedro Gonçalves. Kwamba